Wananchi wa jiji la Mbeya wameendelea kulalamikia kusuasua kwa ujenzi wa barabara ya njia 4 katika barabara kuu inayoelekea mpaka wa Tunduma, barabara muhimu inayounganisha Tanzania na nchi za kusini mwa Afrika. Wananchi hawa wanasema kuchelewa kwa mradi huo kumewaweka katika mazingira magumu ya kila siku, hasa kutokana na vumbi kali na msongamano mkubwa wa magari. Wakizungumza na IOTV, baadhi ya wananchi walitaka hatua za haraka zichukuliwe ili mkandarasi arejee kazini na kukamilisha ujenzi huo kwa wakati, wakisisitiza kuwa mradi huo ni muhimu si tu kwa wakazi wa Mbeya bali pia kwa uchumi wa taifa kutokana na umuhimu wake katika usafirishaji wa mizigo kwenda nchi jirani. Naitwa Constantine Masha. Ni nani hapa? Dereva. Naendesha Kirikou. Kwa nini hapa umepata mkoa wa Mama John? Hapa? Hapa bwana, kuna watu wa mitandaoni wanapenda sana kuzusha kutokana na matatizo yaliyoko Mama John hapa. Hasa wanaongelea kutokana na vumbi iliyopo, madaraja, daraja hivyo walivyobomoa na kuendelea na shughuli yote ya utengenezaji, na watu wakasema mkoa wa Mama John unaongoza kuwa na vumbi nyingi na foleni kwa sana yani. Cha kufanyika hapa, serikali sio tunaiomba, inabidi yaamue kama walivyobomoa waturudishie vile wani watengeneze kwa mapema ili kuepuka hata msongamano wa magari, vumbi. Watu mafua azishi baba. Mafua muda wote. Uone hadi hapa naongea sauti na kwaruza baba. Yaani kikohozi mara nini kila siku yani. Kaka. Ndio. Gharama kiasi gani kujitibu mafua? Bwana, mafua si unaelewa tena, dawa za mafua. Unashangaa unanunua Pilton kidogo, mafua inakata kidogo. Kidogo umeingia kwenye vumbi, mara unanunua Salbutam. Mara nini? Kwa mambo yanakuwa hivyo. Kwa hiyo gharama zinakuwa nyingi tu. Mpaka tunaanza kushtukia nini? TB nini? Lakini tukiangalia mazingira na hali ya hewa ilivyo hapa, ndio hivyo inakuwa. Hapa tunapaita mkoa wa Mama John basi tu kwa sababu tu hii ni mambo tu ya kimtandaoni tu hayo, watu wamelianzisha tu jina la mkoa wa Mama John kutokana na hadha yetu tunayopata hapa sasa hizi. Mama John kama imekuwa kama vile imesaulika, kama ile limevunjwa daraja pale, Wachina wamekuja wamevunja, walikuja kufanya usafi lakini bado wakawa hawajaanza kulitengeneza. Wakandarasi tunaweza tukasema hatujawaona, ila tu tunaona gari yao ile pale ndio namwaga tu maji asubuhi, mchana, jioni kidogo ndo anamwaga maji kupunguza hadha ya vumbi. Lakini kusema tuwaone wakandarasi, kama leo hii si walikuja tu pale midafani hivi kama saa 9 hivi walikuja pale na gari yao kubwa walishusha nondo, si walishusha kweli au si walituletea tu mchezo kwamba wamezionyesha nondo afu wakawa wameziondoa tena zile nondo. Sasa sio wameshusha kidogo, sijaenda kuangalia pale kikweli hivyo. Lakini mara mwisho wamepita muda kidogo. Mara mwisho tunaona pale wanaanza kufanya usafi, maana pale kipindi cha mvua walichepusha maji, yalikuwa wanapita upande wa pili huku. Sasa maji, maana mvua zilikuwa nyingi sana, kwa hiyo wakawa yani pale walipomwaga zege chini maji yakawa yamejaa pale, unaona yalivyojaa. Kwa hiyo wakaja ili wafanye usafi ili waipate ile lea ya chini ambao waliweka zege. Kwa hiyo walipomaliza kufanya usafi pale ndo wakapoteana, mpaka saizi hatujawaona tena kiukweli. Tunaona tu magari yao boza ile pale na maga maji punguza vumbi, lakini kuona wameanza kazi labda sehemu zingine huko, maana kuna sisimike pale, naona pale ndo wapo pale bize kujenga ile ukuta wa mawe pembeni ya barabara, ndo kidogo pale naona wako bize, lakini huku upande huu sijawaona. Athari za vumbi kama unavyoona mkuu, athari za vumbi ni kubwa sana. Watoto, mafua, hata si watu wazima, mafua, kikohozi muda wote. Na kama unavyoona huu mtaani wa kibiashara. Kwa hiyo wafanya biashara wako wengi sana. Kwa hiyo watu wanauza chakula, mama ntilie wako hapa wanauza chakula. Kwa hiyo unakuta mavumbi, magari asubuhi foleni inakuwa kubwa. Watu wanahama barabara kuu wanakuja mpaka huku, wanatibua vumbi, ndio hivyo tena yani hadha ipo nyingi sana. Bwana, sisi tunavyoona tulipo hapa, ujenzi wa barabara yetu unasuasua na sisi tunaathirika sana na vumbi. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali ijaribu kutuangalia hili, kwa sababu sisi kama ni wafanya biashara
tunaathirika. Je, hao kina mama ambao wamepanga humo ndani inakuwaje? Kwa hiyo yani tunapata tabu hiyo, vumbi linakuwa kali sana. Na hata nilivyovaa hivi sio mavazi yangu, ila tunalazimika kuvaa hivi kutokana na tukitoka hapo tunakuwa kama vile vimbulu. Na athari nyingine kubwa hivi nimepata hapa homa kutokana na mafua na kikohozi ni vitu vya kawaida tu blaza. Yaani hapa watu wengi ni mafua, vikohozi. Sasa tutafanyaje? Ndio maisha yetu, inabidi tuishi hivyo. Lakini tulikuwa tunaiomba sana serikali ijitahidi kidogo kuwaambia mabwana waangalie katika maeneo ya watu waweze kutusaidia. Na zoezi la kumwagilia maji. Haya maji yamekuja siku 2-3 hizi. Hapa katikati waliacha, lakini nashukuru Mungu watu wamepiga kelele kidogo. Hata maji yenyewe yanamwagiwa kwa ujanja tu. Wakimwagia asubuhi basi waonekane tena mpaka jioni tena, kama hivi unavyoona jioni wanamwagia, mchana ndio kuna vumbi. Na hii njia unajua ni njia kubwa. Yanapita malori mengi sana, magari mengi, mabasi yanapita kwa kutimka sana. Kiukweli athari tunazozipata sisi kama wafanyabiashara na hata majirani wa nyumba hizi, ukiingia ndani unaweza kufikiri nyumba zote ni nyekundu, lakini sio nyekundu, ni rangi ya vumbi. Kwa hiyo tunamlilia sana serikali watusaidie. Hata meya wetu naye ajaribu kwa kupita tuangalie maisha yetu sisi. Maana sisi ndio walipa kodi, sisi ndio tunalipa leseni, sasa inakuwa mtihani. Tungeomba watufanyie haraka hii barabara, wala hata wakati wa sehemu ya mjini tu ambapo kuna population ya watu. Na kama unavyoona hapa lile daraja pale limekwama, na vile hapa ndio kuna foleni kubwa sana. Na hata ukiangalia pale barabarani utaona kama kuna barabara imetengemaa kidogo. Bajaji zinaanguka sana hapo. Watu wanaumia sana. Juzi mama mmoja kaumia. Mara nyingi bajaji zinaanguka kwa sababu ya barabara. Tunaomba sasa kilio chetu ni hicho tu jamani. Hapa tunakufa na vumbi. Naomba tusaidiwe. Kupambika kwa barabara kwa wakati inakuwa vipi kama mfanyabiashara? Inatuathiri vifua, tunasumbuliwa, tunakohoa mara kwa mara. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie barabara kutengeneza jamani, wananchi, inatuathiri vifua. Wanalalamika, wanasema matunda yana vumbi. Sasa wamama kama wajasiriamali, maisha yetu tumewekezea kwenye biashara, tuuze tulee familia zetu. Kwa hiyo naomba mtusaidie kuhusu barabara. Kuna muda huo wanakuja na watoto wanakohoa. Naitwa Yusufu Ndeva bodaboda. Kuchelewa kwa hii barabara ujenzi wake, nyinyi kama madeva bodaboda inawasiliki? Kwa sisi hapa inatosi vumbi, maana hapa magari yanapopita mengine yanapita kwa kasi. Alafu msongamano unakuwa mkubwa, maana wanashindwa kupita kule, wanapita na huko. Maana wanapopita huko wanapita kwa kasi, maana vumbi inakuwa inatumika kubwa sana. Maana mpaka watu waje wanakaa huko. Maana vumbi, hata ukiweka pikipiki yako hapo unakuta imechafuka. Kero ni vumbi, maana hata pale unaona wanauza wale na kina mama pale, kuna gari zikipita pale vumbi inakuwa kubwa sana ambayo inachafua hadi bidhaa za watu. Kero ni vumbi. Je, labda kuna masuala ya ajali inasababishia? Ajali hamna, ila msongamano unakuwa mkubwa, yani kama foleni inakuwa kubwa sana. Foleni inakuwa kubwa sana. Yaani changamoto ni foleni. Sinaona kama hivi ndio unakuta watu wanakuja huku upande kule wanajaa. Sasa ikija kule maana wanapita huku. Kule wakipita foleni inakuwa kubwa, ambao sasa lazima watapita, watatumua vumbi. Bajaji, bodaboda wakipita kwa kasi. Changamoto yani sana ni vumbi kero. Maana hii barabara yani inatakiwa iishi haraka, ambao itasaidia watu. Natamani nini kifanyike zaidi? Kifanyike zaidi maana kutengeneza tu ndio kikubwa. Yaani kikubwa tu watengeneze, waangalie kama serikali inatusaidiaje wananchi. Maana kusema kila siku wanamwagilizia, leo namwagilizia kesho, lakini bado hujatatua tatizo. Tatizo ni ni kutengeneza. Maana barabara inatakiwa itengenezwe. Kumwaga maji sasa sio suluhisho la muda mrefu. Yaani hiyo maana ni dakika chache, ndio maana kutoka maji anaweza kumwaga mara 3, mara 4, mara 5, lakini bado vumbi. Simuona hapa mpita, sasa hizi maji wamemwaga, lakini vumbi bado lipo. Maana maji mimi naona sio suluhisho. Suluhisho tu waangalie kama serikali wanasaidiaje wananchi. Hasa ambao wao wanateseka. Yaani ukija mchana hapa ndio unaweza kaona kusema maana ndio sasa hizi tunaanza kutania. Sasa ukipita hapa hata matamani mapia utasikia unafika mkoa wa Majoni ni vumbi. Umeona, yaani changamoto ni vumbi. Unaona hapo serikali iangalie wenyewe kwa njia nyingine inaweza kutatua. Maana kusema utamwaga leo kesho utamwaga bado ni changamoto.
Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mbeya mjini na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya Patrick Mwalunenge amesema kuwa serikali inafahamu changamoto hiyo na tayari kuna jitihada zinaendelea kuhakikisha mkandarasi anarudi kazini ili kuharakisha ujenzi. Ameeleza kuwa lengo ni kupunguza adha wanayopata wananchi na kuboresha miundombinu hiyo muhimu kwa maendeleo ya mkoa na nchi kwa ujumla. Na tulikubaliana hapa na waziri wa ujenzi kwamba ile barabara itengenezwe kwa haraka ili yale malori yote yanayopita pale katikati kuleka msongamano, lakini na kutifua ile vumbi kubwa pale wakati ujenzi unaendelea yapite ile barabara ya mzunguko inaanzia Uyole kwenda kutokea kule Songwe Airport. Na yenyewe itakuwa ni solution ya kuondoa hiyo vumbi kwa sababu malori makubwa na barabara imeshatifuliwa, kwa hiyo inaongeza pia vumbi kubwa. Kwa hiyo itakuwa ni solution ya haraka na ni ya muda mfupi. Lakini jambo jingine tumekubaliana pia na meneja wa TANROADS wa mkoa wa Mbeya, sababu kwenye kipengele cha mkataba cha ujenzi mkandarasi anatakiwa awe anamwagia maji zile barabara, hasa kwenye maeneo yale ambayo watu wetu wanafanya biashara, maeneo ya Kabwe, maeneo ya Mwanjelwa, Soweto, maeneo ya Sai kule, Mbeya Pazuri, maeneo yale yote ambayo watu wetu wanafanya biashara pembezoni, kata ya Nzovwe, Iunga, Iwambi, Simike, yale maeneo yote na maeneo yale ya forest, basi yamwagiwe maji ili watu wetu waweze kufanya biashara zao kwa utulivu, kwa sababu tunajua jiji la Mbeya ni la wafanya biashara na biashara zetu nyingi ziko pembezoni mwa zile barabara. Kwa hiyo tulikubaliana meneja wa TANROADS, na hivi ninavyosema niko bungeni, lakini na uhakika nikishatoka hapa nitawasiliana na meneja wa TANROADS kuonea progress hiyo ikoje ya umwagiliaji wa maji barabarani. Wananchi wa Mbeya wanaupenda mradi, wanaofurahia, lakini vumbi imekuwa ni kero, na mimi kama mwakilishi wao na dada yangu Tulia Adson daktari tutapambana kuhakikisha kwamba moja kwa barabara inajengwa lakini isiwe kero kwa wananchi wetu. Hizi ni ripoti kutoka mkoani Mbeya na Cosmas Anton.